Yes, mwanamichezo wa Rick Media, karibu sana. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Niko hapa kukupitisha mambo kadha wa kazi ambayo yanaendelea mitandaoni, hususan mambo ya michezo. Na story ambazo zimechukua nafasi kubwa leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba. Stories za huko mitandaoni inaonyesha wazi kabisa ndani ya Simba hapajatulia, panawaka moto, lakini mbaya zaidi panawaka moto wakati ambao klabu yenyewe inapitia nyakati ngumu. Tunafahamu juzi wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi mbele ya kikosi cha Petro Atletico, tena wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Na leo alfajiri mnyama Simba alikuwa pipa kuelekea pale Mali kwa ajili ya mchezo wa pili wa makundi wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya kikosi cha Stade di Malien, mchezo ambao utachezwa weekend hii siku ya Jumapili. Lakini huku nyuma sasa kwenye uongozi ndani ya Simba panawaka moto, panatafunwa kweli kweli. Asubuhi leo hii mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, Crescencio Magoli, alifanya interview na Crown FM. Alionyesha ni kwa kiasi gani hata yeye mwenyewe kichwa chake kinawaka moto, akisema baadhi ya viongozi ndani ya Simba wanafurahi mnyama Simba akipoteza, kama vile wanafurahi. Lakini mwandishi pia Nasibu Mkomwa aliweza kuandika kile ambacho kinaendelea ndani ya Simba kati ya bodi ya wakurugenzi, lakini na upande upande wa wanachama, ambapo huku yuko mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mo Dewji, na upande wa pili yupo Murtaza Mangungu. Nataka nikupitisha ambacho kimeandikwa na Nasibu Mkomwa, akisema serikali kupitia baraza la michezo imetoa maelekezo katiba mpya ya klabu ya Simba inapaswa kutambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndiye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, maana klabu ina umiliki mkubwa wa 51% na mwekezaji 49%. Serikali inataka kuwe na wawekezaji kuanzia watatu. Kusoma hii posti inaonyesha kwamba mwanzo ndani ya Simba mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi alikuwa anatoka upande wa mwekezaji ambaye alikuwa ni Mohamed Dewji, ambao upande huu wa mwekezaji una 49% za hisa, huku upande wa wanachama ukiwa na 51%. Kwa hiyo serikali inataka mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi atoke upande wa wanachama ambao wao ndio wana hisa kubwa ndani ya klabu ya Simba, akiwa wanamiliki hisa za 51%. Chini kwenye posti yake ameendelea kutoa maelekezo akisema serikali kupitia baraza la michezo imetoa maelekezo katiba mpya ya Simba inapaswa kumtambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndiye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, maana klabu ina umiliki mkubwa wa hisa 51%. Serikali imetaka katiba ifanyiwe maboresho ya kumtaka bayana kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba ndiye kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya klabu, na hiyo ndani ya klabu hiyo awe na mamlaka ya kuitisha mkutano mkuu wa wanachama, kwa kuwa masuala yanayojadiliwa juu ya wanachama na maendeleo ya klabu yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama. Mwenyekiti wa klabu huyo ndiye awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited, kwa kuzingatia kuwa wanachama kupitia klabu hiyo ndio wenye umiliki wa hisa nyingi 51%, na hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake katika kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni zinazoongoza klabu hiyo. Serikali pia imetaka kurekebisha kwa matumizi ya neno mwekezaji ndani ya rasimu ya katiba, na badala yake itumike dhana pana ya wawekezaji, na iweke bayana kuwa baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama ndilo litakalo ingia mkataba na makubaliano yote na wawekezaji. Marekebisho hayo yanakusudiwa kupanua wigo wa uwekezaji wa kibiashara ndani ya klabu kwa maendeleo ya klabu na ulinzi wa maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa Simba Sport Club. Kwa hiyo hii moja kwa moja inatoa maana ya kwamba ndani ya Simba
serikali inashauri kuwe na wawekezaji zaidi ya mmoja. Isiwe kama sasa hivi mwekezaji ni mmoja peke yake ambaye ni Mohamed Dewji. Hapa maboresho yanataka kufanyika, wawekezaji wawe watatu, asiwe mwekezaji mmoja. Lakini pia serikali imeagiza ifanyike tathmini nyingine upya ya kutambua thamani ya klabu ya Simba. Tathmini inayotakiwa kufanyika upya ni logo, jina, goodwill, bali sio majengo. Yes. Lakini pia anaendelea kusema serikali pia imetaka mali zote za klabu ambazo hazihamishiki zibaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited, na badala yake zibaki Simba Sport Club Holding Company Limited. Pabaya hapa. Yes. Hii ni taarifa ambazo sasa hivi zinaendelea kuchukua kasi mitandaoni, zikiendelea kuonesha kile ambacho kinaendelea ndani ya Simba. Lakini kama ambavyo nimekuambia alfajiri ya leo mapema kabisa, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya Simba, Mheshimiwa Magoli, amefanya mahojiano ndani ya Crown FM akionyesha ni kwa kiasi gani pamekuwa pazito kuelekea kwenye mkutano mkuu ambao unafanyika hivi karibuni. Nataka nikusikilizishe kidogo tu kile ambacho amekizungumza mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Try again. Mzee Magoli, assalamu alaikum. Alaikum salam jemadari. Sasa nimekusikiliza kwa umakini na nadhani nianze kwa kusema kwamba unachotaka kutuambia kwamba Simba hamko wamoja. Bana, Simba tupo wamoja. Hao vikundi hivyo wanataka kuleta fujo. Jumapili wanachama wataonyesha. Mimi naomba wanachama wa Simba waje Jumapili kwa wingi. Ambao na wenyewe ni Simba pia lakini. Ni Simba. Kwa hiyo maana yake kwamba kuna maana wewe ushaona Simba timu inafungwa mtu anafurahia, huyo utakuwa ni Simba. Maana yake ni kwamba basi kuna Simba ambao wanafurahia Simba kufungwa na kuna Simba ambao wanahuzunika Simba kufungwa. Maana yake Simba imegawanyika. Ndio hicho unachotaka kuwaambia wana Simba? Wanataka kutugawanya kwa sababu ya mkutano huu. Unajua siasa za mikutano zilivyo, ukienda kwenye uchaguzi watu wanaganyuka kwa sababu wanakuwa na makundi ya uongozi. Lakini unaenda kwenye mkutano wa kawaida wa mwaka, tunaenda kubadilisha katiba, watu wanaunda makundi. Sasa makundi hayo mpaka anafikiria kwamba ili labda ajenda yako ifanikiwe, tufurahie simu kufungwa, ujue wewe ni ugonjwa wa akili. Lakini kwani kikubwa nini kwenye mkutano huu? Kwa sababu mimi ninavyojua ajenda za mkutano mkuu ni ajenda za kikatiba. Ziko tayari. Sasa ajenda nyingine ni nini? Marekebisho ya katiba. Marekebisho ya katiba. Sasa what is so special kwenye marekebisho ya katiba kiasi kwamba watu wanaamua kuunda vikundi? Kuna eneo gani ambalo linapaswa kuundiwa vikundi ambalo linaleta sintofahamu? Kuna ajenda ziko mle zinatengenezwa. Wanataka kulazimisha hizo ajenda zikafanyike mle. Wao wanahisi kwamba ajenda hizo zikifanyikiwa zikapita, kama zipi? Basi wao watakuwa wamepata nguvu. Zipi hizo? Tutaziona kwenye mkutano mkuu, kwa sababu ile ajenda ile ni za mkutano mkuu, tutaziona kwenye mkutano mkuu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.